Charles Martin Hilal Barnabas Ignas Nkwanga. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Ofisi ya Msemaji Mkuu wa Serikali, kwanza naomba kutoa pole nyingi kwako kwa kuondokewa na msaidizi ambaye najua ulimpenda na ulimwamini sana. Naomba kutoa pole kwa wafiwa wote, mke wa marehemu, mwanae na wote ambao wako mbele yetu. Na pia natoa pole kwa wanahabari wenzangu, tumefiwa. Kwa watangazaji wenzangu, tumefiwa. Poleni wote tuliokusanyika hapa kwa ajili ya tukio hili ambalo linahitimisha safari ya Charles duniani. Mheshimiwa Rais, Charles alianza kazi ya utangazaji Radio Tanzania. Wakati ule hakukuwa na vyuo vya kujifunza uandishi wa habari. Walifundishwa utangazaji kwa mafunzo yaliyotolewa na Radio Tanzania. Na katika mkumbo huo, kati ya watu walioajiriwa Radio Tanzania kupitia mafunzo ya Radio Tanzania, mimi mmoja wapo, na sisi ndo tulikuwa wa mwisho. Tulipata in-house training. Nimeizungumza hii ili kusisitiza upekee wa Charles katika utangazaji. Sisi tuliajiriwa kwa sifa ya ubora wa sauti na umahiri katika utangazaji, hata kabla hujaenda chuo. Mimi nimekwenda chuo kikuu baada ya kuwa nimeajiriwa Radio Tanzania, na ndo njia ambayo Charles alipita. Kwa maana hiyo, kwa sisi watangazaji tumefiwa na mwalimu, mtu ambaye kabla ya vitabu vya kitaaluma vya uandishi wa habari anaweza kukufundisha namna bora ya kutangaza. Charles ametufundisha kuwa uandishi wa habari na utangazaji ni utumishi. Ametufundisha hata kama utafanya kazi hii kwa miaka mingi kiasi gani, amefanya zaidi ya miaka 40, lakini tuna wajibu wa kuzingatia misingi, maadili, miongozo na nidhamu ya uandishi wa habari, na sio tu kuzingatia, pia kuiishi. Ndio maana Ivona anasema pamoja na ukurugenzi wake, akiingia studio anakuwa mtangazaji. Na kwa wale ambao hamfahamu, utangazaji wa radio umepitia mabadiliko mengi, lakini sisi tulioanzia Radio Tanzania, mtangazaji una chumba chako, fundi mitambo ana chumba chake. Na ukishaingia kwenye chumba cha kutangaza, utapokea maelekezo ya fundi mitambo, na ni maelekezo ya mikono, sio sauti. Simama, anza, maliza, muda umekwisha, ni alama tu. Na Charles alikuwa anazingatia hizo zote bila kujali umri wake kazini na umaarufu wake. Limezungumzwa sana, tufanye kazi, tufurahie kazi, tusiendekeze stress. Mimi hiyo ndio misingi yangu ya kazi, kuanzia kwenye familia, kazini, no stress. Hakuna makasiriko. Kazi ni furaha. Ukiifanya kazi kwa furaha, utaifanya vizuri. Hiyo ndio ilikuwa miongozo ya Charles. Mheshimiwa Rais, mwisho kwa sababu ya muda, naomba kukushukuru sana kwa niaba ya viongozi wote wanaotuamini waandishi wa habari kwenye ofisi zao tuwasaidie. Umemwamini Charles ukampa nafasi.
Na mimi nimeaminiwa na viongozi wenzako, nimepewa kazi. Mimi natoka kwenye familia ya waandishi wa habari na watangazaji. Ni faraja na heshima kubwa sana mnatupa. Leo tunamsindikiza Charles kwa heshima, kwa sababu pamoja na utumishi wetu, viongozi wetu mmetuheshimisha. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Sitaki kupiga debe, lakini naamini msaidizi atakayefuata atatoka kwenye jamii yetu, kwenye familia yetu. Na mimi nikuahidi hatutakuangusha. Siku zote tutafanya kazi kadiri ya matarajio yenu. Na moja kati ya masomo makubwa Charles ametuachia, ulipomteua siku ya pili alinipigia simu. Akaniambia, mdogo wangu, nimepewa kazi. Niambie wapi nikufuate, unipe ABC. Charles ni wa mwaka 59, mimi ni wa mwaka 77. Lakini anataka mimi nikampe ABC kwa sababu aliamini, kwa sababu mimi nilitangulia kumsaidia kiongozi mkubwa, nitakuwa na kitu cha kumwambia. Na yote tuliyozungumza ambayo hapa sio mahali pake, aliyafanya kwa 100%. Huyo ndio Charles. Mheshimiwa Rais, muda ni vizuri tuheshimu, na naona wazungumzaji ni wengi. Naomba nimalizie kwa kurejea kutoa pole nyingi. Charles ameondoka, kitabu chake kipo. Kwa hiyo tusiwe na visingizio. Hata tukisikitika kiasi gani, muhimu leo tuzingatie aliyotufundisha. Alikuwa anapenda sana vibonzo, na katika falsafa yake ya kutotaka stress, wakati mmoja nimeona clip yake, yuko studio na Ivona, anasema watu wengi wanapopaka mafuta wanakosea, wanapaka mafuta hivi, matokeo yake uso unakunjamana. Paka namna hii ubaki kijana. Naombeni tusherekee maisha ya Charles, tubaki vijana na tupake mafuta namna hii. Asante sana.